jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wacha kila mmoja atoke na kitu ndani ya moyo wake, ili aseme alikuwa kwa ibada ya leo, ili aseme alikuwa amekuona wewe, katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya wazee, asante kwa ajili ya mama, asante kwa ajili ya vijana na pia watoto wetu Bwana. Achilia Roho wako akatawale katika neno lako Bwana. Nimekataa kujiongoza, nipe maneno ya kusema Bwana, nipe mwelekeo Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na maabudu Baba. Wewe ni Mungu mwema. Tunapoendelea kujitayarisha katika Pasaka Bwana, hata watu wajiachilie mikononi mwako, hata watu wajiachilie katika maombi, ili ukaweze kuzaliwa mioyoni mwao, katika jina la Yesu Kristo. Onekana katika ibada hii, onekana katika wiki hii, katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na pia tumeamini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Aya, greet your neighbor, salimia mwenzako ambaye unaenda naye. Karibisha katika ibada ya siku ya leo. Leo ni siku ya vijana. Mwambie karibu katika ibada ya leo, katika neno la jina wakati huu, katika jina la Yesu. And give us smile. Bwana asifiwe. Don't put a stone face. We are in the house of the Lord. Tukae chini na ili tukaweze kuendelea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mkoaje? Mkoaje? Hata mimi niko poa, familia yangu. Nashukuru Mungu kwa wakati huu. Nashukuru Mungu amewalinda, akawawezesha kufika katika ibada ya leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mahali wawili watatu wako, neno la Bwana litaendelea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimeitwa nifanye kazi ya Mungu. Umeitwa ufanye kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni tawi. Bwana asifiwe. Wewe ni branch. Bwana asifiwe. Mingine ni mizizi. Kama haungekuja, ibada ingeendelea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tungejiona tuko lonely sana. Bwana asifiwe. But we thank God alikupatia nafasi hii, akakupatia ili ukuje usikie kutoka kwake. Bwana asifiwe. I thank God kwa sababu nilikuwa nimalizie na hiyo neno ambayo pastor amesoma katika Matthew 21 from chapter 1 up to 11. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. But I thank God amemuongoza mbele. That means the spirit of the Lord is here. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I got straight to the word of God. Praise God. And this is the word. As all of us mnajua, we are celebrating the death and the resurrection of Jesus this week. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. And so, the theme ya leo, usiogope. Bwana asifiwe. Usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Don't be afraid. Praise God. Don't be afraid and don't undermine yourself. Don't be afraid and don't undermine yourself. Bwana Yesu asifiwe. And it is a story that you have ever heard. Ni story ambayo umewahi sikia mahali. Bwana Yesu asifiwe. It's about closing the Red Sea. Bwana asifiwe. Na nimesema dhimi yangu ni don't be afraid and don't undermine yourself. Bwana Yesu asifiwe. And this is the story that you know. The children of Israel, ukisoma story yao huko nyuma, walipitia magumu. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile mji wa Misri, waliteswa sana na mfalme wao ambaye alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani? Yes, mfalme Farao. Bwana Yesu asifiwe. Waliteswa sana, wanafanyishwa kazi ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Ikafika mahali au watu wakamulilia Mungu kwa machungu sana, naye Mungu alisikia kilio chao. Sema kusikia kilio chao. Hata wewe siku ya leo Mungu atasikia kilio chako. Bwana asifiwe.
And so, when the children of Israel walimlilia Mungu, do you know what happened? Do you know what happened? Mungu aliwatumia praise. Na ili aweze kuachilia wana wa Israeli. Lakini moyo wa Farao ilikuwa gumu. Bwana asifiwe. Mimi nikiachilia hawa watu, nani atakuwa anafanya services ambazo walikuwa wanafanya mahali pale? Bwana asifiwe. Praise God. Aliletewa 10 plagues. Bwana asifiwe. But his heart was very hard to release them to go kwa njia hadi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. And we are about ikakuja tena Passover. Bwana asifiwe. The killing of the firstborns. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii bado alikuwa mgumu tu. Bwana Yesu asifiwe. But we thank God. Aliweza kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. But hata kama aliwaachilia, bado aliwafuata. Bwana asifiwe. Ndipo hapo nataka tuendelee kusoma. Bwana asifiwe. I go with me in the book of Exodus. Praise God. Exodus 13. We start from verse 17. When you get there, you say amen. Tuko mahali pale? Tuko pale? Nitasoma. Nitasoma Kiingereza. I will interpret the Kiswahili. When Pharaoh let the people go, God did not let them on the road through the Philistine country. Though that was shorter, for God says, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. Verse 18. So God led the people along by the desert roads toward the Red Sea. The Israelites went out of the Egypt ready for battle. Verse 19. Moses took the bones of Joseph with him because Joseph had made the Israelites swear and all he had said, God will surely come to you. And then you must carry my bones up with you from this place. After leaving Sukkot, they compared at Etham on the edge of the desert. By the day the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so they could travel by day or night. 22. Neither the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night, and left them in the place in front of the people. Well, praise God. Praise God. So, Farao, sasa, moyo wake imekuwa rahisi kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Si vile, ni vile unaweza pea mtu kitu, lakini unasikia, kwa nini nimempea hiyo kitu? Bwana asifiwe. So, anasikia awaachilie, lakini bado anasikia itakuwa anafanyiwa kazi na nani? Praise God. Bwana asifiwe. Wakati aliwaachilia, Bwana Yesu asifiwe, kulikuwa na njia ambayo ingewafikisha mahali pale haraka ili wavuke the Red Sea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu aliamua ama alisema ya kwamba hamutapita barabara hii ya Buru. Mfano, ukienda Buru Primary, unaweza trespass, unaweza pita hii ya lami. Bwana asifiwe. Olea unatoka Tao, unaweza enda hivyo branch yako Kagore. Hiyo ni long way. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye atapita hiyo na mwenye atapita hii atafika haraka. Praise God. And God aliona hivyo, lakini aliamua ya kwamba watu nikiwapitishia hii the shortcut, watu watawafikia. Bwana Yesu asifiwe. So na watu wataona kweli ama turudi mahali tulikuwa. Bwana Yesu asifiwe. So that is why Mungu aliamua ya kwamba they will pass through the desert. Bwana Yesu asifiwe. Na ili nipate utukufu kupitia Farao na watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. That is why alikuwa anawamulikia with the pillar of cloud during the day. Bwana asifiwe. And the pillar of fire during the night. Na ili wakaweze kupata kwa msitu usiku
inakusaidia kuona. Bwana asifiwe. Mungu alijua kwamba nitawapitishia nchi ya mrefu na wataweza kufika. Bwana asifiwe. But mimi naona the Israelites pia wao unaweza sema aje? Yaani ni kama they didn't trust Moses. Bwana asifiwe. Na hawakuwa wanamtrust Mungu. That is why walikuwa na maswali mingi moyoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Yes, najua kuna wale walikuwa wanashangilia. Bwana asifiwe. Kama mashindano tu, wakati nyinyi mnashindwa, mioyo yenu iko chini. Bwana asifiwe. Na wale wameshinda wanafanyanga nini? Wanashangiliaga. So maybe hata huku Israel kuna wale walikuwa wanashangilia, tunatoka kwa kufanya kazi nyingi. Lakini mwingine ndani ya moyo wake ako zile za na tukitoka hapa na tukienda kuteswa zaidi mahali huko tunaenda kuliko huko. Bwana asifiwe. So there were different people with different views na different characters mahali pale. Bwana asifiwe. Sijui nini wewe uko mahali pale uko wewe, kama ni wewe ungekuwa wana wa Israeli ukeshangilia kuondolewa mahali pale, ukesema je, ikitolewa hapa nitaenda kutesekea mahali pale. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So ni wewe ujiulize, kama ni mimi Israelite, ningefurahia Mungu akinitoa mahali pale, maana ningekuwa na roho mbili, tuende tusiende. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Either ukue moto ama nini? Baridi. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kukuwa na uamuzi mzuri, kama vile Mungu aliamua hawa watoto sitawapitishia kwa njia fupi, watapita kwa desert. Praise God. Let's continue from verse 14. Verse 1. Chapter 14 verse 1. Then the Lord said to Moses, tell the Israelites to turn back and camp near Pi-Hahiroth, between Migdol and the sea. They are to camp by the sea directly opposite Baal-Zephon. Pharaoh will think the Israelites are wandering around the land, confused, hemmed by the desert, and will harden Pharaoh's heart, and will pursue them. But I'll gain glory for myself through Pharaoh and his army. And the Egyptians will know that I am the Lord. So the Israelites did. Verse 5. When the king of Egypt was told that the people had fled, Pharaoh and his officials changed their minds about them and said, what have we done? We have let the Israelites go and have lost their services. Verse 6. So he had his chariot made ready and took his army with him. He took 600 of the best chariots, along with all the chariots. Verse 8. The Lord hardened the hearts of Pharaoh, king of Egypt. So they pursued the Israelites, who were marching outward. 9. The Egyptians, all Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops pursued the Israelites. Praise God. Praise God again. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu aliwaambia turn back. Bwana Yesu asifiwe. They turn like they're going back to their Egypt. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kama tu vile watu wanasemanga kifunga macho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unasikia watu wanasema huyo mtu alikuwa na kifunga macho. Kama ulikuwa na pesa, unaambiwa uwekelee pesa yako, it will multiply. Bwana Yesu asifiwe. Not knowing that ni uongo, utakuja kurealize baadaye ushaibiwa, ushakoniwa. Bwana Yesu asifiwe. And so alimwambia they turn back. Bwana Yesu asifiwe. So that Pharaoh kweli hawa watu si walikuwa wameenda. Bwana asifiwe. Si walikuwa wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Ili Pharaoh aweze kuona like these people, they are confused. Hawajui mahali wanaenda. Ushaona mtu ako stranded. Mtu akiwa yani umesimama mahali hujui mahali unaenda. Bwana Yesu asifiwe. And every state it has what? Destination. Bwana asifiwe. Every state lazima ikuwe na nini? Destination. So these people walikuwa wanaenda mahali. Bwana Yesu asifiwe. But suddenly Mungu akaambia nini? Turn
confused. Bwana asifiwe. When you call God, He will give you direction. Praise God. Praise God. No matter you are in the desert of you alone. Praise God. When you call God, He will be there to help. Praise God. Remember, huyu mtoto yule mama alikuwa uko in the desert. He cried, but God alisikia kilio cha yule mtoto. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. It doesn't matter you are in the desert. Praise God. Bwana asifiwe. But ikafika mahali, when you look at that verse 5, when chapter 14 verse 5, when the king of Egypt was told that the people had fled, Pharaoh and his officials changed their minds and about them and said, what have we done? Underline that. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. What have we done? Tumefanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. What have we done? Kwa nini tumeachilia hao watu? Bwana Yesu asifiwe. What have we done? We have let the Israel go and have lost their services. Tumefanya nini? Tumepoteza services zao. Tutakuwa tunafanyiwa kazi na nani? Bwana asifiwe. And remember, wenye walikuwa wanateswa mahali pale, wanachapwa, wanafanyishwa kazi gumu, hawajali maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Na maybe hata chakula wako wanapewa kingi. Bwana asifiwe. So, what have we done? Pharaoh said, akasema hivyo, tumepoteza services zao za kutufanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. And so, alifikiria haraka sana. It's like when you're in trouble, you think very fast, utafanya nini? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huwezi pata mtu imejaa alafu ukae hapo. Bwana Yesu asifiwe. So you have to think. Lazima utafute njia. Itavuka hii mto wake. Bwana Yesu asifiwe. So Farao alifikiria haraka sana. Akasema nini? Zile farasi mzuri. Wala mapolisi maybe wanajua kazi yao vizuri. Bwana asifiwe. Aliwachagua. Akasema, now it's now. Follow them. Bwana Yesu asifiwe. Akasema wafuatwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So he chose the best chariots, the best army, and they followed the Israelites on their way. Bwana asifiwe. And don't forget that these are the children of the Israel. Na Mungu ako kila mahali. He is omnipresent. Bwana Yesu asifiwe. Hata vile Farao alikuwa anapanga, God knew what he's planning. Praise God. Praise God. So he knew Farao anataka kupanga hivi, na mimi nitakufanyia hivi, ili aone, ili nijidhihirishe, ni get praise kupitia yeye na amri zake. Praise God. Bwana asifiwe. Are we together all of us? Tuko pamoja mahali pale. Tunasoma story ya nani? Na nani? Yes, I can see we are together. Praise God. Let's continue verse 13. The Bible says, Moses answered the people, do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. The Egyptian you see today, you will never see again. Bwana asifiwe. That's a big word. Praise God. Don't be afraid. Don't be usiogope. Why? Because the Lord, because you will see the deliverance of God. Utaona ushindi wa Mungu. Mungu atawapigania. Bwana Yesu asifiwe. But wana wa Israeli, they didn't have a big heart. Bwana asifiwe. Maybe ile mateso ilikuwa imewafikisha mahali
wanamwambia, ukisoma hapo juu nimeruka, utaona wanamwambia, kwani huko Egypt hakukuwa na makaburi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unatutoa huko? Huko hakukuwa na makaburi. Bwana asifiwe. Why did you brought us out of Egypt? Bwana asifiwe. And so it is time for God. When you see that God will fight for you, the Bible says that. Underline that. It's a big one and a very encouraging word. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atanipigania mimi mwenyewe. Mungu atakupigania. Bwana asifiwe. Mungu atatupigania kama kanisa, kama cathedral. Bwana Yesu asifiwe. In everything we do here, God will fight for us. Praise God. Praise God. Haya, verse 15 inasema, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Raise up your staff and stretch out your hands over the sea. Bwana Yesu asifiwe. So Moses was pleading with God, crying. Have you ever found yourself najipata watu wamekusukua sana? Bwana asifiwe. Yani umepatwa na stress maybe hata kazini. Sometimes you cry harshly. Bwana Yesu asifiwe. Unaomba ukilia. Kama ile maombi ya Hana, alikuwa tu anaomba na uchungu. Bwana asifiwe. Maybe katika Musa alikuwa katika hii hali, alikuwa anaomba akilia. So he was crying. Bwana Yesu asifiwe. But God told him, tell the Israelites to move on. Bwana asifiwe. Waambie waendelee na safari. Sijamalizana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Tell them to go on. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. And so, what did God tell Moses? Alimwambia nini? Raise up your staff. Some Bibles, yangu inasema staff. Zingine zinasema nini? Raise up your stick that you are holding. Bwana asifiwe. Inua kijiti ambacho uko nacho. Bwana Yesu asifiwe. Na uweke juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. And the moment aliweka, what happened? Kukakuwa na njia. Kukakuwa na nini? Njia. You can imagine, ukifikiria mambo ya Mungu huwezi elewa. Bwana Yesu asifiwe. So, mahali kulikuwa na ziwa kubwa. Imagine kijiti tu anaambiwa, lay down your stick on the water. Na kukakuwa na barabara. Barabara yenyewe ilikuwa na ukuta zenye watu wanaweza enda wakijishikilia. You see the wonders of God. Bwana Yesu asifiwe. So these people walikuwa tu wanampigia kelele Musa. But I thank God for Moses. Bwana, it's good to have a heart like this of Moses. He was very humble. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa wanampigia kelele, ingawa wanamuuliza maswali mingi, yeye hakuwa anawajibu vibaya. Bwana Yesu asifiwe. But he was telling them, be still and you will see the deliverance of God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na kukawa na njia ambayo walitumia kuvuka ile ng'ambo ingine, na ndio wakaweza kwenda katika nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. You see, God is very powerful. God is very. Usijichukie vile uko. Bwana Yesu asifiwe. Usione mambo imekuwa gumu kwako. Just call God. Like this Moses here. Bwana Yesu asifiwe. Even though the people are crying for him, telling him, why did you brought us out of Egypt? Bwana asifiwe. He still calm. Yeye tu amenyamaza tu. But he is pleading with God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hatutasoma yote. I'll just explain. Bwana asifiwe. Hii story imeenda ukipata time yako unaweza soma yote. Bwana asifiwe. Imeenda up to verse 31. Bwana asifiwe. Imefika verse 31. Bwana asifiwe. And so the Israelites wakavuka tu pole pole wanapoelekea kuvuka ng'ambo ile ingine. Bwana Yesu asifiwe. Walipoendelea kuvuka. So remember, the enemies wamewafuata bio nyuma. Bwana asifiwe. Hawajawaachilia, bado wamewakimbia. Sasa hakukosani na watu wale tu wako na kauoga. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa mfano watoto wadogo wanapenda sana kukimbizwa na dogi. Sijui kwa nini. Ni vile wanazimshianga mawe. Bwana Yesu asifiwe. So hata wewe ukikimbizwa na dogi you learn. Bwana Yesu asifiwe. Unatafuta mahali utajisaidia ili dogi ifanye nini? Iache kukukimbiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ama unajua saa ingine wezi ama kitu itokee tu. Bwana Yesu asifiwe. So mguu yako ndio inafanya nini? Inakusaidia. You run from the troubles. Bwana Yesu asifiwe. And so these people, maybe wale wako nyuma, they saw them. The Egyptians are coming. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. But remember, kama hawa watu yani wangekuwa strong enough, wangekumbuka Moses akiwaambia, do not be afraid, for the Lord is with you. Bwana Yesu asifiwe. But these people are just, let me say they are just like that. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa tu waoga somehow. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. But God, Mungu ni mwelevu. Anatumia tu njia zenye huwezi jua. Bwana asifiwe. And so the last people, wakati waliweza kuvuka ile ngambo ingine, God told Moses, lay down your stick again, and the water the water on this side and this side came together. Bwana Yesu asifiwe. Then the sea ikaludi normally. And what happened? The Egyptians' chariots, the armies, they died on the water. Bwana Yesu asifiwe. Walikufia ndani ya maji. I know wale walivuka wa mwisho walikuwa wameshikilia tuko zao. Walikuwa karibu kutufikia. Mimi ningeshikwa tena nirudishwe huko. Bwana asifiwe. But God alikuwa anapenda wana wa Israeli. That is why alijidhihirisha kwa Farao ya kwamba mimi nina nguvu mingi kuliko wewe. Unakumbuka the praise ile ya snake? Aliweka kijiti and the snake of Moses ikaweza kumeza hizo zingine zote. But hii haikuogopesha. Bwana Yesu asifiwe. The killing of the firstborn haikuogopesha pia. Bwana asifiwe. I don't know the kind of man or the kind of king he was. Bwana asifiwe. Alikuwa tu anataka watu wamuinamie. Bwana asifiwe. Ni mfano mwingine mgani alikuwa anapenda sana watu wamuinamie? Anana mfalme. Yes, mfalme Nebukadnezar. But the three people, what they three, Meshach, Shadrach, and Abednego, they did. Baadaye alikuja akasema nini? We will serve the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Daniel in the den of lions. Bwana Yesu asifiwe. Pia yeye alikataa kumwinamia mfalme. Alikuja kusema baadaye tutamuinamia Mungu wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. I know baadaye the Israelites, they came to realize kumbe Mungu alikuwa na nguvu hii mingi. Bwana Yesu asifiwe. Where were we warning? And we had a leader, Moses, mwenye alikuwa anatumiwa na Mungu. So I want to encourage you this morning that in everything, do not be afraid. You might not be a leader mahali unajulikana. Bwana Yesu asifiwe. You can be a leader in your house. Bwana Yesu asifiwe. You are a leader in your house. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanakaa peke yao, you are a leader yourself. What, praise God. Unajitia nguvu na jiapia. Mimi sitaogopa. Bwana asifiwe. Hata ikuje hii na hii, I will not be afraid. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. You can also encourage someone. Umwambie yale ambao unapitia ni kwa muda tu. Ni kwa muda tu. Kama Mungu ameweza kutoa the Israelites mikononi mwa Farao, hakuna jambo asiloliweza. Just don't be afraid and start still, and you will see the deliverance of God. In your families, you will see the deliverance of God. In our church, we will see the deliverance of God. In our nation, in our country, we will see the deliverance
God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. In our workplaces, we will see the deliverance of if only you stand still. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini ukibangaika, lakini ukiogopa, useme hii jambo siwezi. Hii ni ngumu sana, siwezi. Sina Mungu, mimi siwezi. Utashindwa katika vita. Bwana asifiwe. Utashindwa katika vita. Sani Barati, Tobias, there are so many to discourage you. Wako wengi sana wa kukuvuta moyo. Bwana asifiwe. But don't be afraid. I encourage you this morning that don't be afraid. Don't be afraid. Usiogope. In all our things, don't be afraid. But let God be our best friend. Bwana asifiwe. Kwa mashida zetu, kwa furaha zetu, wakati tunafurahia, wakati tunapitia magumu, wacha Mungu akatupiganie. Vile alipigania the Israelites, hata mimi na wewe anaweza fanya nini? Tunaweza kuwa washindi. Tunaweza kuwa nini? Sisi ni washindi zaidi ya washindi. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. So the Bible says in the book of Psalms, delight yourself in the Lord. Bwana asifiwe. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Bwana Yesu asifiwe. As you are celebrating Easter, Bwana asifiwe. Sasa tuko kwa muda ya siku kuu ya Easter. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tuna celebrate hii Easter, the Bible says, mahali pastor amesoma, Matthew 21:1 to 11. Praise God. So the disciples when walitumwa, waliambiwa aje? Waliambiwa, endeni muniendee ile punda. Na wenyewe wakiwauliza, muambie, the Lord is in need with it. The Lord is in need with it. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So the donkey, imagine mnyama tu, vile tumeambiwa na Pastor Maina, respect the animal. If you love your cat, ikigojeka itie vet. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. So the donkey was respected. Why? Because of who it was carrying. Ilikuwa inabeba nani? Ilikuwa inabeba nani? Mfalme mgani? Yes, it was carrying Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. So it was respected. Iliheshimika kwa sababu ya ule ilikuwa imebeba. Ilikuwa imebeba mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Who will die for us. So we are preparing the way. Entry in Jerusalem. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. So ilirespectiwa ama ilipatiwa heshima kwa sababu ya yule ilikuwa imebeba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So as you remember the death and the resurrection of Jesus, let Jesus have somewhere in your heart. Bwana asifiwe. Let Jesus have somewhere in your heart. If Moses hapo anamjua Mungu, Mungu hangemtumia. Bwana asifiwe. Mungu amekuchagua mimi na wewe, alituokoa. Na this is a testimony ya kwamba Mungu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Na ili tufanye nini? Tuokolewe. Bwana asifiwe. And that is why we are here today. Because we are born again. Bwana asifiwe. So as we celebrate Easter, let Jesus have somewhere in your heart. As I encourage you that this week, don't be afraid, but stand still and you will see the deliverance of God. Be blessed. Stand up as we welcome our bishop to conclude the service. Thank you.